zinakuwa ziko juu, hizi timu mbili zinakuwa ziko juu ya mamlaka ambazo za mpira miguu. Sasa na kwa nini zinakuwa ziko juu? Kwa sababu ya baadhi ya viongozi wakati mwingine kutopenda kufuata sheria na kanuni. Haya mambo ya busara na hekima. Yaani jambo limekaa katika utaratibu mnalihamisha. Yaani ikionekana kuna jambo ambalo linaenda kuiathiri Yanga na Simba, linatafutiwa busara. Unaona, hii ingekuwa ni mechi kama ya Yanga Simba na timu nyingine yoyote zaidi ya hizi. Wale singechukua muda. Ingetolewa pale pale faster na alama jumla imeshapewa. Na watu wakishafungiwa. Aina asubuhi tu ungeongeza kuona. Lakini ikifikia maamuzi magumu kwa timu mbili ni changamoto. Unaelewa? Ni changamoto. Kwa hiyo na wao ishafika hatua wanavimba, wanajua kwamba hatuwezi kufanywa kitu hiki. Ndio maana wanayafanya yote. Maana yake kuna sehemu panavuja. Ndio changamoto iliyopo. Lakini kama ingekuwa utapata viongozi ambao wana uthubutu wa kufuata sheria, singetokea huko. Hayo tunayoona. Au ndo ile ambao watu wengine wanasema pia mpira wetu umechanganyika sana na siasa. Wala sio siasa. Kwa singizio sasa mimi nasema sio kweli. Kwa sababu kila kitu kwa utaratibu wake. Kama ni mwanasiasa naye ana taratibu zake. Ziko. Wewe umekaa pale kwa maslahi ya mpira na kuna taratibu, kwa sababu utakachokiamua wewe sio kwa hisia zako na akili yako wewe. Utakachokiamua wewe kwa mujibu wa sheria na kanuni zilizopo, ambazo kanuni hizo wamezipitisha wao wenyewe. Mchezaji kama alikuwa na kadi za njano akacheza kwa mechi ambayo inatakiwa asicheze, timu itapokwa alama. Sisi kwa wazi. Ndio. Akicheza poka alama. Sio mchezaji ambaye alikuwa na kadi nyekundu akitumika. Vitu vyote vimeelezewa mule. Vipo. Timu ambayo itakosa kwenye mchezo imeelezewa mule. Kwa hiyo kazi yako wewe una kazi kubwa, wewe ni kufungua tu, ili ni kosa gani hili? Ukurasa ngapi? 17. Umezungumzaje adhabu zake ziko wapi? Ukurasa 20 ngapi? Ni hizi. Unasoma tu. Sasa sasa anakusumbua sasa. Sio kweli, tunataka tuwasingizie tu. Na wakati mwingine tunapenda kuwasingizia sababu sisi tunapenda ambayo yanatokea. Tunayapenda yani. Unaelewa nachozungumza? Kwa hiyo kitokea pale ni kwenda kujustify kama Simba wamekifanya. Sasa unakwenda kujustify kwa sheria ipi? Si unaelewa? Unakwenda kujustify issue ya Simba kwa kanuni ipi? Simba amelalamika, yeye ana haki ya msingi kulalamika, sio kosa. Kalalamika, katoa kanuni zake, katoa mawazo yake. Wewe unakwenda kualisha mchezo kwa kutumia kigezo kipi? Hiyo ndio swala la msingi. Au ndio hiyo anasema kwamba labda kutokea kuna dharura yoyote. Ipi sasa? Kama ya Simba ukisema neno yoyote, lazima uweze kujustify. Hii ni kanuni. Ndio. Kanuni imeweka pale. Na ndio maana wanaweka pale vinaweka. Na wewe ambao unakwenda kutoa kualisha mchezo, lazima ulizungumzie watu. Usiangalie tu Simba na Yanga kwa maana ya timu zile mbili. Ndio. Angalia mchezo umechukua hisia za watu wangapi. Angalia hasara ambazo utakwenda kusababisha. Leo hii watu walikuwa wamejiandaa, wamenunua vitu vya biashara, labda wengine ni mwezi mtukufu, watu walikuwa wameandaa futari, wameshaandaa kwenda kuwauzia pale wa Tanzania ambao wapo kujifunga whether ni kwa Resima au kwa upande wa mwezi Ramadhani mtukufu. Wote wameka pale, redio zilikuwa zimejiandaa, watu walifunga mitambo, watu wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali, watu wamechukua mikopo. Haya yote watu yazungumzi. Unaelewa? Watu wote hao unawaweka wapi? Lakini je, unapokwenda kualisha mechi Kasteli, kesho kutangaza mechi nyingine, nani atakuja? Changamoto inaanzia. Nani atakuja? Kama una uwezo kukaa tu bado masaa mawili kasema mechi hakuna au masaa matatu. Umekaa tu mechi hakuna. Watu wanaweza wakaingiwa na ubaridi wakasema ndio. Kwa maana unakwenda yani dabi unakwenda kuififisha. Dabi ambayo imetangazwa kwa muda mrefu, zifanyika promotion kubwa sana kwenye maredio, kwenye nini. Ile sio bure. Kuna yatangazo si uko wapi na wapi, watu wanalipia pesa. Na wanalipia pesa wa expect return ya ule mchezo, ndio maana yake. Sasa leo yote yanafanyika is nothing. Alafu kwa kitu ambacho yani hata kiingie kilini. Haiko sawa. Sawa, tumalizie na swali la mwisho. Young Africans waendelea. Na labda nikuze kitu kimoja. Kama hujamalizia. Ingekuwa pengine limetokea jambo la hatari. Ungeona baadhi ya watu wakitoa taarifa kwenye baadhi ya media kubwa zimeandika wakisikitishwa leo kitu. Ingekuwa ni jambo la kawaida, lakini ukiona watu wanapinga, ukiona watu mbalimbali wadogo wananuka wanapinga, maana yake vitu haviko sawa. Kwa hiyo tusipende kubalance kwenye kila kitu. Kuna sehemu tusipende kubalance tu kwamba ionekane tu basi huyu naye abebwe. No, ifike wakati tusimamie yani uweledi. Unaona? Mpaka vyama vya sasa vimeingilia vingine kutoa matamko. Tumeona hata kwa baadhi watu wakubwa wakitoa matamko. Maana yake nini? Hii kitu haitujengei afya. Yaani tusiangalie yani katika narrow aspect. Tuangalie katika uwanja mpana. Sababu za msingi ni zipi? Ndio. Za kufanya mchezo usichezwe ni zipi sasa? Hakuna. Sawa, kwa ule msimamo wa Young Africans wao kusema kama mechi ikipangwa tarehe nyingine wao hapo tayari.
Kwa ushauri wewe unadhani waendelee kushikilia msimamo wao ama hii itakuja kuwaletea madhara zaidi mbeleni? Madhara gani? Labda huenda bodi ya ligi kazi ikaona kwamba wanatudharau zaidi. Bodi ya ligi sio sehemu ya mwisho. Unajua tunashindwa kuelewa. Bodi ya ligi yeye sio mtu wa mwisho bwana. Kuna shirikisho, kuna kafu, kuna mpaka kasi. Kumbe wana uwezo wa kuendelea. Yaani mpira yani ni stage. Kuna FIFA, kuna kafu na kuna mahakama za kimichezo. Kuna kasi. Juzi tutakuwa shahidi Eto'o alifungiwa. Yes. Na shirikisho soka barani Afrika. Akashinda juzi. Ameshinda wapi? Ameshindia Afrika. Kaenda kashindia kasi. Kwa hiyo wao usifikie wale ambao ligi ndio mwisho kwamba wakaa hapa ukizungumza wao no. Mamlaka ziko nyingi. Ziko nyingi. Kwa hiyo Yanga wakishindwa kupata haki yao Tanzania, watapata mpaka haki yao ipo. Na Simba naye akiona haki yake haijapatikana, naye atapata mpaka iko. Kwa hiyo wao wanakwenda kuamua nani mwenye haki na atapewa. Hiyo ndio kubwa. Kwa tusubiri Yanga watakwenda wapi na Simba watakwenda wapi, lakini kwa siku kweli utapatikana. Bodi ya ligi sio wa mwisho. Yaani na kama walikuwa nafikiri walikuwa nakosea, wao sio wa mwisho. Kwa sababu wao zile kanuni zao wanazitoa wakilifect kanuni zingine kwa zimetangulia huko. Yeah. Shukrani sana. Nakushukuru.